Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Assignment yangu jioni ya leo, mtu wa Mungu, ni kukuonyesha jinsi ya kuishinda roho ya hofu. Nataka nikufundishe vizuri kabisa kuhusu roho ya hofu. Alafu nikupe hatua ambazo zitakusaidia kuishinda na kuondoka kwenye kila aina ya utumwa unaosababishwa na hofu. Ukiangalia kwenye Biblia yako tena na tena, utagundua mara zote Mungu alipokuwa anamuita mtu kwenye majira mapya, mara zote Mungu alipokuwa anamtambulisha mtu kwenye kusudi, mara zote Mungu alipokuwa anamfungulia mtu mlango wa kuingia kwenye mambo ya tofauti, matokeo makubwa zaidi aliyokuwa anayapata, Mungu aliwapa watu msisitizo wa kutokuogopa. Kwa sababu hofu ni kitu ambacho kiko kinyume na mfumo wa Mungu. Once unapoiruhusu hofu ikakutawala, umejikata na Mungu, umejikata na utendaji wake, umejikata na ulinzi wake, umejikata na kila kitu ambacho kinatakiwa kipatikane katika yeye. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa kwanza. Mwanzo 15 mstari wa kwanza, maandiko yanasema, baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Mungu alipotaka kumpeleka Abraham kwenye kiwango kingine, Mungu alipotaka kupiga hatua zaidi na Abraham, Mungu aliposema sasa ni wakati wa kumuingiza Ibrahim kwenye agano, Mungu alimwambia Abraham, usiogope. Alimwambia usiogope. Kwa nini? Kwa sababu kwenye hatua anayokupeleka unahitaji kuniamini pasipokuwa na shaka na mimi. Kwenye hatua anayokupeleka unahitaji kutembea beat to beat, heart to heart na kile ninachokuambia. So Mungu akamwambia Abraham usiogope. Na hiki ndio kilikuwa kipindi ambacho Mungu anamuingiza Abraham kwenye agano ambalo litampa uhalali wa kupokea kila ahadi ambayo Mungu alikuwa amemwahidi. So Abraham ni mtu wa kwanza kuambiwa usiogope. Mtu mwingine, kitabu cha Joshua sura ya kwanza mstari wa 9, maandiko yanasema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Joshua alipokuwa anaingia kwenye fieldi ya kuliongoza taifa la Israeli, mbele yake kulikuwa kuna watu ambao hawamjui na hawamwamini. Kumbuka, Joshua hakuwahi kuwa kiongozi wa hili taifa direct. Joshua alikuwa mtumishi nyuma ya Musa. Joshua alikuwa kijana wa Musa, lakini ghafla Musa amekufa na watu kama hawakuwa wameandaliwa, kwa sababu ni kitu ambacho kilitokea tu ghafla. Musa ukifuatilia toka anaanza nao, Musa alikuwa anawaambia anawapeleka nchi ya ahadi, lakini ghafla Musa aliyekuwa amewaaminisha kwamba atawaingiza nchi ya ahadi, safari yake inatakiwa kuishia mpakani kwenye nchi ya ahadi. So Joshua alikuwa na watu ambao hawamwamini, kulikuwa kuna vita nyingi mbele yake na kulikuwa na assignment ya kuirithisha taifa la Israeli nchi ya ahadi. Mungu akamwambia Joshua usiogope. Mungu akamwambia Joshua, katika mambo yote utakayofanya, moja wapo la msingi ni usiogope wala usifadhaike. Kwa sababu ukiruhusu kuogopa, ukiruhusu kufadhaika, ukiruhusu moyo wako kunyong'onyea, unakuwa umejikata na kila kitu nilichokuwa nimekuahidi. Kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 8, maandiko yanasema, usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi niko pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Yeremia alipokuwa anaingia kwenye kusudi la maisha, alipokuwa anaitwa kwenye utumishi wake, ukisoma hii sura ya kwanza kuanzia mstari wa 4 kitabu cha Yeremia, utagundua ndio hapa Yeremia alipoambiwa, nalikujua kabla haujatoka tumboni, nikakutakasa kabla haujaja duniani, nimekuita kuwa nabii wa mataifa. Yeremia alijaribu kuongea vitu vingi hapa ambavyo vilikuwa vinaonyesha hofu zake, kwamba mimi ni mdogo na vitu kama hivyo. Mungu akamwambia usiogope, kwa sababu mimi ndiye ambaye nimekutuma. So ili kukuonyesha kuwa hofu inakufungia mlango wa kupokea kutoka kwa Mungu. Hofu inakufungia utumishi wako.
Hofu inakublock na kila kitu ambacho Mungu aliahidi kwa habari ya maisha yako. Sasa kitu ambacho watu wengi hawakijui ni kwamba hofu sio hisia. Hofu ni roho. Hofu sio hisia, hofu ni roho. Na moja kati ya sababu imesababisha watu wengi waendelee kuwa kwenye kuogopa, waendelee kuwa kwenye utumwa wa hofu miaka nenda miaka rudi, ni kwa sababu wamejaribu kudili na hofu kisaikolojia. Wamejaribu kudili na hofu kiakili, wameshindwa kudili na hofu kiroho. Hofu sio hisia. Hofu sio tukio, hofu ni roho. Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7, maandiko yanasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Mungu hajawahi kutupa roho ya hofu, roho ya uoga. Kwa hiyo mara zote unapojikuta unaogopa, mara zote unapojikuta kwenye hofu, kichwani kwako unatakiwa kujua kwamba roho iliyonitawala haijatoka kwa Mungu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine maisha yangu yamekaliwa na kitu ambacho sio cha Mungu. Mtu yoyote ambaye anaogopa, mtu yoyote ambaye ana hofu, tayari ameshaondolewa chini ya uongozi, chini ya utawala wa Mungu. Amewekwa kwenye kitu ambacho hakijatoka kwa Mungu. Kwa hiyo hofu sio tu hisia, hofu ni roho. Roho ambayo tumeipokea kutoka kwa Mungu ni roho ambayo ina nguvu, ina upendo na moyo wa kiasi. Maana ya moyo wa kiasi ni kuweza kutoshelezeka, kuridhika. So mara zote unapojikuta unahisi udhaifu ndani yako, hauna nguvu, unakosa upendo, unashindwa kusamehe, unashindwa kuachilia waliokukwaza, unakosa kuridhika na maisha, kutosheka, kupata utoshelevu, tambua kwamba roho ambayo imetoka kwa Mungu haiko ndani yako, kwa sababu roho tuliyoipokea haituweki kwenye utumwa. Unajua kuna utumwa wa kutosheka. Kuna watu kila wanachokipata wanahisi bado haijatosha, bado haijatosha, bado haijatosha, bado haijatosha, bado haijatosha, bado haijatosha. Ni tatizo. Kutotosheka ni utumwa na ni roho ambayo haijatoka kwa Mungu. Sasa unachotakiwa kukijua ni kwamba hofu haiishii tu kuwa roho. Hofu inakuweka kwenye utumwa. Hofu haiishii tu kuwa roho. Hofu haiishii tu kuwa mfumo wa kipepo ambao umekukalia. Hofu ikiwa juu yako inakuweka kwenye utumwa. Angalia kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 15, maandiko yanasema, kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Tafsiri ya hili andiko ni kwamba hamkupokea roho ya hofu ambayo ina utumwa. Ameita roho ya utumwa inayoleta hofu, lakini ukigeuza kwa maana nyingine ni roho ya hofu inayoleta utumwa. Kwa hiyo mara zote mtu anapokuwa ametawaliwa na hofu, kuna utumwa umemtawala. Kuna kitu kinakuwa kimekaa juu yake. Na maana ya utumwa, maana yake ni uko kifungoni, umefanyika mateka wa hali fulani au tabia fulani. Ndio maana ya kuwa mtumwa. Ngoja nikuonyesha hapa kitu ambacho watu wengi wakijui. Unajua kuna watu wanahisi wao ni walevi, lakini kilichowakalia ni roho ya ulevi. Kuna roho ya ulevi. Kama umefikia hatua unafanya kitu ni kibaya, unashindwa kukiacha. Unafanya kitu ambacho kinakuumiza na unashindwa kukiacha. Upo kwenye tabia fulani ambayo wewe mwenyewe unaona inakuharibu na unashindwa kuiacha. Nyuma ya hiyo roho, nyuma ya hiyo tabia kuna roho. Nyuma ya hiyo tabia kuna mfumo wa kipepo ambao umekukalia, umekuweka utumwani. So hofu ikiwa juu yako, lazima utajikuta uko kwenye utumwa. Ni roho ya hofu, mtu wa Mungu, ndio ambaye inaleta utumwa wa mtu kushindwa kufanya vitu vikubwa kabisa. Kuna watu kwenye maisha yao yote wanaishi kwenye utumwa wa unyonge.
utumwa wa ukawaida, utumwa wa mambo mepesi mepesi, utumwa wa mambo madogo madogo, mambo ambayo yako below uwezo wake, below nguvu zake, below kiwango chake, ndo mambo ambayo anaweza kuyafanya. Ikihitajika jambo ambalo ni la uwezo wake, jambo ambalo litageuza hatima yake, jambo ambalo litatoshea nguvu zake, huyu mtu hawezi kufanya. Kwa nini? Kwa sababu hofu imemtawala. Ataogopa kuanza, ataogopa kukosea, atahofia wengine wakijua amebadilisha kitu anachokifanya watajisikiaje. I do remember, kwa sababu mimi mtu wa Mungu, career yangu sikuanza kujulikana na watu kama mtumishi wa Mungu. Though nilikuwa kwenye utumishi toka niko na miaka 19. Nilianza kujulikana na watu kama life coach, na nikawa naongea content za mambo ya malengo, mambo ya biashara, mambo ya uchumi, stuff like that. Japokuwa mpaka sasa hivi still naongea, lakini context kwa sehemu kubwa iko kwenye muktadha wa huduma. Sasa majira yalipofika, wakati natakiwa kufanya transition kutoka kwenye kile nilichozoeleka, kile ambacho watu wananijua, kuingia kwenye kile ninachopaswa kufanya, kulikuwa na changamoto kubwa ya kuweza kufanya maamuzi. Kwa nini? Kwa sababu kuna hofu ya mabadiliko. Hofu ya wengine watasema nini ikiwa watajua ninafanya hiki ninachokifanya. So ni hofu, mtu wa Mungu, ndio ambayo inaweza ikakuweka kwenye utumwa wa kuwa mdogo na mnyonge maisha yako yote. By the way, ni hofu pia ndio ambayo imewabakiza watu wengi kwenye madeni na kukaa kwenye maisha ya umaskini. Kuna watu wametawaliwa na madeni, na usichokijua kwamba madeni ni mfumo ambao unasababishwa na roho ya hofu kuweza kukutawala. Unajua kwa nini mtu hofu inampush kuweza kukopa? Kwa sababu huyu mtu anakuwa na hisi kwamba nisipopata hela fulani, kuna kitu ambacho sio kizuri kitanipata. Kuna kitu ambacho sio kizuri kitanipata. Kuna msukumo fulani wa hofu ndani yake unamsukuma kwenda kukopa. Kuna mtu anahofia kuonekana hana gari, anakopa ili awe na gari. Kwa nini? Kwa sababu anahisi asipokuwa na gari watu watamdharau, watamuona maskini. Kuna mtu anahisi kwamba nisipokuwa na furniture fulani nyumbani kwangu watu wakija wataniona maskini. Anakopa, anaenda kununua furniture. Kilichomsukuma sio kwamba yeye anataka kuwa tajiri, hapana, anaficha aibu ya umaskini. Ni hofu, mtu wa Mungu, ndio ambayo inakuingiza kwenye umaskini. Ni hofu ndio ambayo inakubakisha kwenye madeni. Ni hofu ndio ambayo inamfanya mtu aweze kukaliwa na magonjwa, kuwa na utumwa wa magonjwa. Kuna watu, sio kwamba hata imethibitishwa kwamba anaumwa, akishapokea tu ile taarifa kwamba ana dalili za ugonjwa, basi akili yake, mwili wake, mfumo wote umesha-react kwamba yeye ni mgonjwa, na mwisho wa siku anajikuta kwenye mateso. So hofu inakuingiza kwenye utumwa. Hauwezi ukawa umekaliwa na hofu na ukakosa utumwa. Kuna aina tu fulani ya utumwa, mwisho wa siku utakuja kuingia kwenye maisha yako. Sasa, kabla sija kuonyesha hatua za kuishinda hofu, niruhusu kwa dakika kadhaa ni kuonyesha madhara ya kuogopa. Madhara ya kuiruhusu hofu kuyatawala maisha yako ni nini? Namba 1, hofu ikikutawala inachukua nafasi ya imani kwenye maisha yako. Hatari ya kwanza ya kuiruhusu hofu kutawala mfumo wako wa maisha ni kwamba hofu ikikutawala itachukua nafasi ya imani kutoka kwenye maisha yako. Kamwe hauwezi kuwa na hofu na ukawa na imani at the same time. Hapana, haiwezekani, kwa sababu hofu ni roho, hofu ni mfumo, imani ni mfumo. Mfumo wa imani na mfumo wa hofu haviwezi vikaoperate kwa wakati mmoja. Haiwezekani mtu at the same time akawa na utumwa, alafu mtu huyo at the same time akawa anamwamini Mungu na kumuita Mungu baba yake. Hapana, haiwezekani. So ukiruhusu roho ya hofu itawale maisha yako, nafasi ya imani haitakuwepo. Hautaweza kumwamini Mungu, hautaweza kujiona mtoto wa Mungu, hautaweza kujiona una haki mbele za Mungu. Mwisho wa siku utaishi maisha ya kutawaliwa. Sasa nafikiri labda unaweza ukawa na confusion, kwa sababu kuna mtu nilikuwa nazungumza naye kuhusu roho ya hofu, akaniuliza, hivi inachukua nini mpaka kitu kikaitwa roho? Inachukua nini mpaka kitu kikaitwa roho? Sasa naomba nikuelekeze kwa dakika chache.
Unachotakiwa ukijua ni kwamba tabia yoyote au tukio lolote linaweza kugeuka kutoka kwenye kuwa kitu cha kawaida na kuwa na roho nyuma yake, na ile kitu ikaitwa either roho ya umaskini, roho ya madeni, roho ya uzinzi au roho ya hofu. Tunaposema roho ya, tunamaanisha mfumo wa kiroho, yani kuna nguvu ya ziada ambayo sio ya kibinadamu inakibaka hapo hiki kitu kuwezekana hiki kitu kiweze kutokea au kujirudia. Kwa hiyo kuna kiwango cha kawaida cha kuogopa ambacho ni cha kawaida cha ubinadamu. Kuna ile kitu inaitwa human instinct, kwa sababu kikawaida ubongo wa mwanadamu unafanya kazi kwa ajili ya kumlinda mtu. Ndio maana ukiona mtu analeta kidole kwenye jicho lako, kwa haraka sana reaction ya kwanza utafumba jicho na utahamisha kichwa. Kwa nini? Kwa sababu unalinda jicho lako. Ukiona mtu anataka kukupiga ngumi, yani kuna namna tu unaweza ukajipangua. Sasa ile unayoiona ile inaitwa human instinct. Ni uwezo ambao uko ndani ya mfumo wa mwanadamu wa kumlinda mtu dhidi ya mabaya. Ndio maana wanasema mtu aliyegongwa na nyoka akiguswa na jani anashtuka. Kwa nini? Kwa sababu akili yake na recall lile tukio. Sasa hiki kiwango tunachokizungumza cha kureact kwa namna hiyo, hiki ni kiwango cha kawaida. Hii ni hata iqualify kusema kwamba ni hofu, ni namna ya instinct ya kibinadamu ya mtu kuweza kujilinda. Lakini hii ambayo ni instinct ya kibinadamu ikidevelop ikawa sasa ndio kawaida ya mtu, ndio mfumo wake, hiyo inaitwa roho. Haiwezekani wewe ukawa mtu mmoja unaogopa kuongea mbele za watu, hauwezi kujieleza, unaogopa kuanza, unaogopa kukosea, unaogopa wengine watasema nini, unaogopa kuchekwa, unaogopa kupoteza. Yani kila namna ya kuogopa iko juu yako. Hii ni roho. Hii sio tabia. Hii sio ukawaida wa binadamu. Huu ni mfumo ambao uko kwenye maisha yako na unakutawala. Kwa hiyo tabia yoyote au tukio lolote ambalo lina shifti kutoka kwenye ukawaida na kugeuka kuwa ni kitu ambacho ni kawaida, yani ni constant kwenye maisha ya mtu, kitu ambacho kipo kila siku, maana yake hiki kitu ni roho, ni mfumo ambao umekalia maisha ya mtu na kuweza kumtawala. Ulimwengu wa roho uko hivi: unapokuwa unafanya kitu kama tabia fulani, let's say kile kitu, na hasa ni kitu negative au kitu ambacho unafanya ni kosa. Let's say kwamba wewe umeoa au umeolewa, alafu ukadevelop tabia ya kuchiti. Unasaliti mwenzio, unaisaliti ndoa yako mara ya kwanza, unaisaliti mara ya pili. Mwanzoni utafanya kile kitu kama tabia ambayo unajilazimisha sana kuifanya. Lakini ukikifanya kile kitu tena na tena, ulimwengu wa giza ambao ni ulimwengu wa roho pia, unaweza ukareact, pepo mchafu akainuka, akaja akabaka ile tabia ya kuisaliti ndoa. Yule pepo mchafu akikaa nyuma ile tabia inahama kutoka kuwa kitendo unachokifanya kwa kujisikia na kuwa kitu ambacho hauwezi kujizuia. So kuna mtu vikao wanakaa, wanaiteana wazazi, wanafumaniana, wanatishiana na vitu kama hivyo, lakini huyu mtu anakuambia nashindwa. Atasaliti ndoa yake kazini, atasaliti ndoa yake akiwa kanisani, atasaliti ndoa yake akiwa kwenye, yani popote alipo. Hicho kitu kimekuwa ni too much extreme. So kitu kinaweza kikawa cha kawaida kabisa kikageuka kikawa kuwa ni roho. Kuna watu najua wanatawaliwa na magonjwa, yani kuna roho ya magonjwa inafanya kazi kwenye maisha yake. Huyu mtu haupiti mwezi anaumwa. Toka mwaka umeanza mpaka mwisho wa mwaka, huyu mtu ana dozi za dawa na sindano, ana nini. Kuna watu wanaumwaga mpaka inafikia hatua anauita ugonjwa fulani ugonjwa wangu. Bwana, mimi na ugonjwa wangu fulani, kikianzaga tu baridi mimi napata matatizo. Kile kilichomtawala mtu ni roho ya magonjwa. Ni kitu ambacho kimefika level yeye hawezi kukikontrol, hawezi kujizuia, ndio kinaitwa roho. Kwa hiyo hatari ya kwanza ya hofu ni kwamba hofu
inapoingia na kwenye maisha yako na kuyatawala, hofu huwa inachukua nafasi ya imani. Kwa hiyo kamwe hauwezi ukaamini, hauwezi ukamtarajia Mungu, hauwezi ukampokea Mungu, hauwezi ukaconnect na kitu chochote ambacho kipo upande wa Mungu. Shetani anatumia hofu kukuharibu. Mungu anatumia imani kuyajenga na kuyaokoa maisha yako. Hauwezi ukampendeza Mungu kama hautakuwa na imani. Hauwezi ukawa na muunganiko na Mungu kama hauna imani. Kabila la watu wa Mungu ni kabila la watu ambao wanaamini. Kinyume na hapo, wewe ni mtu ambaye hauko kwenye mfumo wa Mungu, umeruhusu hofu iweze kukutawala. Changamoto ya pili ya hofu. Nini hatari za kuwa na kuiruhusu hofu kutawala? Hofu inaua vipawa, inaua kalama na inafunga milango yako ya hatima. Hofu inaua vipawa, inaua kalama na inafunga milango yako ya hatima. Mtu wa Mungu unatakiwa kujua, kila mtu hapa duniani amezaliwa kwa kusudi. Hakuna mtu ambaye amekuja bahati mbaya. Kila mtu yuko duniani kwa kusudi. Wewe uko kwa kusudi, mimi niko kwa kusudi. Unavyoniona nafundisha hivi ninavyofundisha, unavyoniona nafanya kila kitu ninachokifanya, niko kwenye assignment ya maisha yangu. Nipo kwenye kitu kinaitwa kusudi la Mungu kwenye maisha yangu. So kila mtu ambaye yuko duniani ameumbwa kwa kusudi. Na Mungu anamtarajia huyu mtu aweze kuweka commitment ya kulitumikia kusudi kwenye maisha yake. Mungu anataka baraka, neema na kila kitu ambacho yeye amekusudia kukupa zikutane na wewe ukiwa kwenye kusudi. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba kuna watu wanahisi kwamba wana kusudi, lakini hakuna namna watawahi kulitumikia. Hakuna namna watakuwa na capacity ya kuweza kuliishi. Kwa nini? Kwa sababu hofu imewatawala. Mara zote wanapopata huo ufunuo ndani yao kwamba kuna kitu fulani unatakiwa ukifanya, hofu inainuka. Hofu ya kukosea, hofu ya kuogopa kuanza, hofu ya kuogopa kuwa mtu wa tofauti, hofu ya wengine watasema nini. Huyu mtu anajikuta amejikata na kusudi, amejikata na vipawa, amejikata na kalama. Mtu wa Mungu unatakiwa kujua, kila mtu alipewa uwezo wa aina fulani. Mungu si amekuita kwenye kusudi, na kwenye lile kusudi ambalo amekuita, amekupa uwezo wa namna fulani. So unaniona mimi hapa ninavyohubiri na kufundisha kiwepesi namna hii. Kuna mtu ukimpa hii kazi, yani hatajua nini aanze, nini aweke, nini amalize. The same to you. Kuna kitu wewe unakiweza, wengine hawakiwezi. Kuna kitu wewe unakipata na unakifanya kwa ufanisi sana, wengine hawawezi ukifanya. Kuna kitu ni uwezo wako, kuna kitu ni upekee wako. Mungu amekupa hiyo kama zawadi itakayo kusaidia kufanya maisha kwa wepesi na kufanikiwa kwenye kile kitu ambacho yeye amekuita kukifanya hapa duniani. Lakini kwa sababu ya hofu, hautawahi kufanya hicho kitu. Hautawahi kugusa hicho kitu. Hautawahi kujihisi kwamba wewe ni mtu wa kipekee. Kuna watu Mungu amewaandikia kuishi maisha makubwa sana, kuishi maisha ya ukuu, kuishi maisha ya tofauti. Lakini kutokana na hofu, wamejiona wanyonge, wamejiona duni, wamejiona dhaifu. Siku baada ya siku hao watu wanajaribu tu kutiatia huruma mbele za watu, lakini sio kuwa watu wa kimkakati kwenye vile vitu ambavyo Mungu amewaitia kuweza kufanya. Kwa hiyo kama utairuhusu hofu iweze kukutawala, hautawahi kutumia kipaji chako, hautawahi kutumia neema yako, hautawahi kutumia upekee ambao Mungu amekupa, na milango yako ya hatima itafunga. Ilitakiwa uwe mtu mkuu sana, utaondoka duniani ukiwa mtu wa kawaida. Ilitakiwa uwe mtu wa kukaa mbele kabisa kule, utakaa siti za nyuma. Ulitakiwa uwe maybe kiongozi mkubwa kwenye hili taifa, mfanyabiashara mkubwa, utafanya vitu lakini kwenye level ndogo. Kwa nini? Kwa sababu hofu imekutawala. Namba 3, hofu inaharibu ulinzi wa Mungu kwako. Hofu ikikutawala inaharibu ulinzi wa Mungu kwako. Unajua Mungu anatulinda, na ni mapenzi ya Mungu kuweza kuendelea kukulinda siku zote. Ukisoma kitabu cha Zaburi sura ya 121 mstari wa 3 na wa 4, maandiko yanasema, asiuache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Naam, hata sinzia wala
hata lala usingizi yeye aliye mlinzi wa Israeli. Moja kati ya haki zako katika Mungu ni haki ya kulindwa. Mungu anataka sana kukulinda. Mungu anataka mno. Mabaya kabla hajakupata amesha kuarate nini cha kufanya. Juzi hapa hii wiki nilikuwa natafakari kitu fulani, na kwenye meditation nikakumbuka kitu kwamba Mungu ni mlinzi. Ikiwa Mungu ananilinda, nikawa najiuliza atashindwaje kunionyesha hatari kabla hazijanipata? So nikatoka na huo ufunuo ndani ya moyo wangu kwamba huyu Mungu sio Mungu wa majuto. Mungu hawezi akatokea kwenye maisha yako baada ya mambo kuharibika. Mungu anakuwepo kabla ya mambo kuharibika. Yaani Mungu sio Mungu ambaye anatokea kwako ukishakuwa kwenye matatizo anakuja kukuganga moyo. Hapana. Mungu anakuwepo kwako mwanzoni ili kukuepusha na hayo matatizo, kukuepusha na hiyo shari. Kwa hiyo Mungu ni mlinzi. Mungu analinda kila kitu kwenye maisha yetu. Mungu analinda uhai, Mungu analinda roho yako, analinda mwili wako, analinda mali zako, analinda ndoa yako, analinda huduma, analinda biashara, analinda watoto wako. Kila kitu kuhusu wewe Mungu anataka akilinde. Lakini hofu ndio ambayo inakukata na ulinzi wa Mungu. Once utakaporuhusu hofu ikutawale, hofu itaupoison moyo wako. Moyo wako utaanza kumtilia mashaka Mungu. Moyo wako utaanza kuwa na wasiwasi na kila kitu ambacho Mungu anataka kukufanyia. Vile vitu ambavyo Mungu alikuwa ameahidi, Mungu alikuwa amejipanga kuweza kutenda kwenye maisha yako, ukiruhusu hofu kuinuka ndani yako, vile vitu utashindwa kuweza kuviamini. Utashindwa kabisa kuweza kutarajia. Sometimes Mungu anaweza akakuongoza na Roho Mtakatifu, maybe fanya kitu fulani. Kitu fulani usifanye, kule usiende, kwa sababu hofu imekutawala. Ile sauti kwanza hautaisikia, lakini hata ukiisikia utaitilia doubt, utaitilia shaka, hautafanya. Na mwisho wa siku unajikuta umeanguka, umeingia kwenye mtego wa adui. So hofu inaondoa ulinzi wa Mungu kwenye maisha yako. Japokuwa Mungu aliapa kwa jina lake kwamba atakulinda, asisinzie, asilale, ili akulinde, ayaepushe maisha yako na kila shari, ahakikishe uko salama majira yote. Hofu inapoinuka, Mungu anakosa hiyo nafasi ya kuweka ulinzi wake kwako. Namba 4, hofu itakufanya usipokee chochote kutoka kwa Mungu. Chochote ambacho Mungu anataka kukupa, hofu itakukata usipokee. Do you know kwamba Mungu ana vitu vizuri anavyotaka kutupatia? Mungu ana vitu vyema ambavyo anataka kukupatia. Huyu Mungu sio Mungu ambaye ametuita kwenye wokovu ili tuteseke. Hii kauli aliiongea mzee wangu mmoja, akasema Mungu hakukuokoa ili uteseke. Hapana. Mungu alikuokoa ili uishi maisha mazuri. Kikawaida inatakiwa hivi, watu wote ambao wameokoka, watu wote ambao wanaliitia jina la Bwana, watu wote ambao wanamfuata Mungu kwenye maisha yao ndio yanatakiwa kuwa mazuri kuliko mtu mwingine yoyote duniani. Lakini kitu ambacho kinasababisha waliookoka ni kama hawajaokoka, waliookoka ni kama sasa wao ndo wafanya dhambi, wafanya fujo zote duniani, maisha yao ni mabovu, ni kwa sababu wamekatwa na mkono wa Mungu unaoleta vitu kwenye maisha yao. Na sababu kubwa wengi ni kwa sababu ya hofu. Kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 17, maandiko yanasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Mungu ana vitu vyema ambavyo anataka kukupa, na maandiko yanaonyesha kwamba kila kilicho chema, kila kilicho kizuri, kila kilicho kamili, vyote vinatoka kwake. Lakini hatari ni kwamba watu wamefika sehemu wana doubt. Hivi Mungu kweli atanisaidia mimi na ndoa? Hivi Mungu kweli atanisaidia mimi kiuchumi? Hivi Mungu kweli anaweza akanisaidia kwa ajili ya kunipa amani, kunipa kazi? Mungu anaweza akanisaidia kweli nikapiga hatua? So unapoanza doubt kama hiyo, hivi kweli Mungu anaweza? Hivi kweli Mungu anaweza? Utajikuta unaanza kuingiza juhudi zako kwenye mipango ambayo Mungu tayari alikuwa ameisuka. Can you imagine nini kitatokea? Hebu fikiria, wewe labda una mtoto wako. Umemwambia mwanao kwamba najua unakaribia kufungua shule, takununulia begi jipya. Sawa. Umeacha ile, labda ulikuwa umemwambia Jumatatu, umepanga ikifika Ijumaa utamletea begi kwa sababu wiki ijayo ndo anaanza kwenda shule. Then huyu mtoto ukute kwamba Jumatano imefika,
Huyu mtoto amechukua kibakuli, ameenda kukaa barabarani, anasema naomba. Anasema jamani, naomba nisaidieni ili niweze kununua begi la shule, baba yangu mimi hana uwezo wa kuninunulia. Mama yangu mimi ana changamoto nyingi, hawezi kuninunulia. How could you feel? Utajisikiaje wewe kama mzazi? Itakuwa amekudhalilisha, amekuaibisha, amekuuzi. Pengine unaweza ukamnunulia begi ili kuepusha tu shari kama mzazi, lakini polepole ule mtoto unamtoa kwenye moyo wako. Hiki ndicho ambacho kinatokea wengi kwa Mungu. Unakuta Mungu ameanza, huyu binti ameitisha sana msaada wa Mungu, Mungu amsaidie aweze kuipata ndoa. Mungu ameanza kusuka mipango, anatengeneza hili jambo. Ghafla huyu binti kaangukia kwenye mikono ya kijana fulani ambaye anamwambia bila kukuonja siwezi kukuoa. Huyu binti amekubali kwenda kuonjwa ili aweze kuolewa. Unakuta wewe ni jamaa unayepambana na uchumi wako, napambania biashara yako. Umepata ufunuo kabisa, niwe tu mwaminifu kwenye sadaka zangu, niwe na bidii kwenye kazi, niwe mwaminifu kwa Mungu wangu, nitumike vizuri kwenye hiki kitu ambacho nakifanya. Ghafla unapata ufunuo kwamba kuna mganga mmoja yuko Bagamoyo, ukienda anakupa maji fulani, ukimwaga wateja wanajaa. Unaenda unaingia kwenye hiyo dini. Watu wengi wanakatwa kutoka kwa Mungu kwa sababu ya hofu. Ukiruhusu hofu kukutawala, hautawahi kupokea kutoka kwa Mungu. Mungu anawajibu watu wake. Mungu anawatendea mema watu wake. Lakini sio kwa mazingaombwe kama ambavyo watu wengi wanapenda. Kuna utaratibu, kuna hatua, na ukichanganya hofu na kumtarajia Mungu, umekatwa na kila kitu kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo hofu itakufanya ushindwe kupokea chochote kutoka kwa Mungu. Namba 5, hofu inakuweka kwenye mateso. Hofu ina uwezo wa kuumba tukio na kitu hakipo. Hofu ina uwezo kabisa wa kuigeuza sauti ndogo, let's say ya pikipiki, vile inavyolia ta ta ta, ukasikia ni kama milio ya risasi inapigwa nyuma ya nyumba yako. Hofu inaweza ikakutengenezea mapicha, ikakusababishia kitu, ikaumba kabisa kitu. Kuna tafiti ishawahi kufanywa. Walichukua vijana wanaocheza timu ya mpira, watu wenye umri mzuri kabisa, vijana wa miaka 10 na 20 na hapo, wana afya, wanafanya mazoezi. Wakawachukua wale vijana wakawapeleka hospitali, wakawaambia leo tunaenda kufanya check up. Then nusu ya wale vijana wakawaambia mko salama, nusu ya vijana wakawaambia mna kansa. Wanasema wale vijana walipokuwa wametengwa, wamewekwa kwenye uangalizi maalum, baada ya kama wiki 2 polepole walianza kudevelop zile dalili za kansa. Kuna watu walianza kupata vipele, kuna watu walianza kutoka kupata yaani kuna dalili zilianza kudevelop za kansa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wao watu kuna hofu imeingia ndani ya mioyo yao, imeanza kudevelop vitu ambavyo havipo. So hofu inakuweka kwenye mateso. Hofu inaweza ikakufanya ukakimbia kivuli chako. Hofu inaweza ikakufanya ukaishi kwenye nyumba ambayo umejenga kwa hela zako, kuna wachawi wamekuja kukaa na wanataka kukuzuru. Hofu inaweza ikasababisha ukaishi kwamba kuna mizimu inakukimbiza. Hofu inaikuweka kwenye mateso. So mtu wa Mungu, unaporuhusu hofu ikutawale, utajikuta kwenye mateso ambayo yana mwisho. Utajikuta kwenye mahangaiko ambayo yana mwisho. Na mwisho wa siku unajikuta hata ukijaribu kutafuta nini kinakutesa haujui, nini kinakusumbua haujui, lakini mateso yaishi kwako kwa sababu ya hofu. Sasa swala la msingi ambalo unaweza ukaniuliza, mtu wa Mungu, umenifundisha kuhusu hofu, umeniambia hofu sio hisia, hofu ni roho, umenionyesha madhara yote ambayo unaweza kukutana nayo. Naishindaje hii hofu? Nini natakiwa kufanya ili kuishinda hofu? Takupa hatua 5 za msingi ambazo unatakiwa kuzifanyia kazi ili kuondokana na hofu zote ambazo zimekutawala. Number 1, tambua hofu inayokusumbua na uikemee. Tambua hofu inayokusumbua na uikemee. Hofu, nimekuambia sio hisia, hofu ni roho. Kama umetawaliwa na hofu, tambua kwamba kilichokutawala ni mfumo wa roho. Sasa mfumo wa kiroho unaondoka kwa mamlaka kuachiliwa. Na moja kati ya mamlaka ulionayo katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu ni kuvunja kila uharibifu ambao uko kinyume na wewe. Kwa hiyo jitahidi kutambua hofu inayokuonea ni nini. Nilikutana na mtu mmoja akanieleza historia ya maisha yake.
Tulipofanikiwa kufanya assessment ya maisha yake, tukagundua huyu mtu anasumbuliwa na hofu za mahusiano, hofu ya mahusiano. Huyu mtu ana umri sahihi wa kuweza kuingia kwenye ndoa, ana umri mzuri kabisa wa kuweza kuoa, ana kila kitu ambacho anakihitaji kwa ajili ya kufanya hii kitu, lakini kuna hofu ya mahusiano imemkamata. Anahisi tu kwamba hii kitu hataweza kufanikiwa, anaogopa. Kila linapokuja hili wazo, kila inapokuja hiyo shauku, kila inapokuja hii desire, anapiga hatua moja mbele, anarudi hatua nyingi sana nyuma. Kwa nini? Kwa sababu anaogopa. So, hofu zako zinaweza zikakunyima vitu ambavyo unatakiwa kuvipata. Number 1, tambua hofu inayokusumbua na uikemee. Ni hofu ya nini? Ni hofu ya kwenye kuanza, ni hofu ya mabadiliko, ni hofu ya maneno ya watu, ni hofu ya kufanya vitu vikubwa, ni hofu ya mambo ya kiroho, ni hofu ya mambo ya mahusiano. Ni hofu ipi? Itambue hofu inayokusumbua, ikemee. Namba 2, mtazame Mungu na jifunze kumtegemea. Moja kati ya sababu inayosababisha watu wengi wakae kwenye hofu ni watu kujaribu kujitutumua kwa nguvu zao wao wenyewe kutengeneza maisha. Mtu wa Mungu, sijui kwako kama hii kitu itakuwa kweli, lakini mimi toka nimeisoma Biblia sijawahi kukuta sehemu maandiko yanasema jiamini. Jiamini. Ile idea ya self belief haipo. Biblia inasema tunamwamini Mungu na Mungu anatupa kuweza kujiamini. Nilichoona sana sana ni kwenye Timotheo. Timotheo aliambiwa jionyeshe kwamba umekubaliwa na Mungu. Na Joshua aliambiwa uwe na moyo mkuu na moyo wa ushujaa. Maana yake nini? Maana yake unapomwamini na kumtegemea Mungu, kinachozaliwa ndani yako ni ushujaa. So, usiwahi kuingia kwenye mtego wa kujaribu kujiamini. Hautaweza. Kwa sababu Mungu hajakuita ujiamini, Mungu amekuita umwamini. So hiyo, mtazame Mungu, macho yako yote weka kwake. Jifunze kumtegemea Mungu. Unajifunzaje kumtegemea Mungu? Kwa kuliruhusu neno lake kuushawishi moyo wako. Kwa kuliruhusu neno lake kuushawishi moyo wako. Unajua moja kati ya sababu kwa nini umekuwa unasumbuliwa sana na hofu, kwa nini watu wengi sana wanateswa na hofu, ni kwa sababu wanasikiliza sana taarifa nyingine. Imani chanzo chake ni kusikia. Hofu chanzo chake ni kusikia. Kile unachokisikia, kile unachokiona, kile unachokiruhusu kikae kwenye moyo wako, ndio ambacho kinatengeneza either imani au hofu. Kwa hiyo, toka kwenye hofu kwa kujifunza kumtegemea Mungu, kwa kuliruhusu neno lake kuweza kuushawishi moyo wako. Unaposoma maandiko kama Bwana ndiye ngome yangu na uzima wangu, nimwogope nani? Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unatakiwa kufanya meditation na haya maandiko. Unaanza kutafakari, okay? Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa hiyo kwamba Mungu akiwa ananichunga, Bwana akiwa ananiongoza, sitakiwi kupungukiwa na kitu. Kutopungukiwa na kitu maana yake nini? Ni kutokosa maisha mazuri, ni kutokosa fedha, ni kutokosa ndoa nzuri, ni kutokosa afya. Ni okay. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo natakiwa nisivikose nikiwa naongozwa na Bwana. So, kadiri ambavyo unaliruhusu neno la Mungu kuushawishi moyo wako, unaondoka kwenye njia ya nini? Njia ya hofu. Namba 3. Tamka ahadi ambazo Mungu amekupa. Tamka ahadi ambazo Bwana amekupatia kwenye neno lake. Biblia imejaa ahadi ambazo Mungu ameapa kuzifanya kwa watu wake. Unaposoma kitabu cha Agano la Kale, kila kitu alichowafanyia watu wake anatakiwa kufanyia kwenye maisha yako. Sasa kuna vitu unavyovisoma kule viko vimetendeka kwa watu, lakini sio vinaishia kwao, ni ahadi, ni njia za Mungu kwa watu wake. Kwa mfano, ukisoma maandiko vizuri utagundua Mungu alimwahidi Abraham kwamba nitakupa jina jema, nitakuinulia uzao, nitakufanya kuwa tajiri, nitakufanya uwe baraka. Alafu maandiko yanasema sisi ni warithi wa ahadi kupitia Abraham. Maana yake utajiri ni sehemu ya maisha yako. Jina jema ni sehemu ya maisha yako. Kuwa na familia nzuri ni sehemu ya maisha yako. Kuwa mtu mkuu ni sehemu ya maisha yako. Kuwa mtu unayeheshimika ni sehemu ya maisha yako. Unaona maandiko pia yanasema kwamba Mungu alikutana na Yakobo jangwani.
alafu akamgeuza maisha ya Yakobo yakawa maisha mazuri. Yakobo akala unono wa nchi. So vile vitu ni ahadi. Mungu alipokukuta haitakiwi uwe pale pale ulipo leo. Kama Mungu alikukuta uko kwenye maisha ya mikopo, unaishi kwa kujitahidi, uko chini ya kipato, unaishi maisha magumu, then still umeendelea kuwa na maisha magumu mpaka leo, I doubt hiyo safari yako na Mungu kuna kitu umekosea, kuna kitu hakijakaa sawa. Na ukweli ni kwamba kwenye hii swala Mungu sio atakuwa yeye ndo amekosea, wewe ndio kuna kitu utakuwa umekosea. Kwa hiyo tamka ahadi za Mungu. Hofu ina nguvu sana kwako kama we hautamki. Mtu wa Mungu, naomba uzingatie hii kanuni. Hofu ina nguvu sana kwako ukiwa hautamki. Mara zote hofu inapopenya ndani ya moyo wako, unatakiwa kutamka. Kwa mfano, unahisi kwamba nitakufa. Roho ya mauti inataka kukushambulia. Hofu ya kifo, unahisi kwamba nitakufa, nitapata ajali, mwisho wa mwaka huu naweza nikapata kitu fulani kibaya kikanipiga. Unatakiwa kutamka kwamba sitakufa bali nitaishi. Sitakufa bali nitaishi. Natakiwa kutangaza kwamba maandiko yanasema kabla sijatimiza kusudi langu, kabla sijatimiza yote ambayo Mungu ameniandalia, ni mwiko kuondoka duniani. Kwa hiyo sitakufa. Sitakufa kwa ajali, sitakufa kwa ugonjwa, sitakufa kwa nini? Kwa mamlaka ya jina la Yesu natangaza. Kwa hiyo tengeneza kawaida ya kuzikiri ahadi za Bwana ambazo amekuahidi. Kiri ahadi zake, kiri haki zako kama mtoto wake, kiri vile ambavyo mambo yanatakiwa kuwa. Hofu ina nguvu sana kama wewe utapambana nayo kimya kimya. Namba 4, jifunze kuwa mtu wa shukrani. Kuna watu wengi wamejikuta kwenye hofu kwa sababu hawana shukrani. Unajua kwa nini? Kukosa shukrani kuna kuingiza kwenye hofu kwa sababu moyo ambao hauna shukrani umeshindwa kuhesabu mema na mazuri ambayo yametokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unahisi kama pengine huyu Mungu hajafanya, pengine huyu Mungu bado hajatosha, pengine huyu Mungu bado hajatenda mambo mazuri kwenye maisha yako. Kwa hiyo unapoanza kuinua moyo wa shukrani, unaanza kupokea, unaanza kumiliki, unaanza kutawala. Kwa mfano, huu ni mwisho wa mwaka, unaweza ukafanya assessment kutoka Januari mpaka hapa tulipofika, mpaka leo hii. Mungu amekusaidia nini na nini umeweza kupata? Vitu vingapi Bwana amekusaidia katika yeye? Umeshinda 2025. Hesabu kila kitu kizuri. Kila kitu kizuri, hata kidogo kihesabu. Vile vitu vitaupa moyo wako sababu za kuweza kumwamini Mungu zaidi. Zitakupa moyo wako sababu za kuendelea kumtarajia na kumtegemea Mungu zaidi. Na kadiri ambavyo unaendelea kufanya vile, unazidi kupata ujasiri, unazidi kuimarika, unaishinda kabisa roho ya hofu. Na jambo la 5 na la mwisho, kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kamwe hauwezi ukakaa kwenye hofu kama utajifunza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ukisoma maandiko vizuri, utagundua mara zote Roho Mtakatifu alipokuja kwa nguvu kwenye maisha ya watu walikuwa na ujasiri wa kufanya mambo makuu. So unapojifunza kuongozwa na Roho Mtakatifu, unapojifunza kukaa kwenye ujazo wa Roho Mtakatifu, roho ya hofu haiwezi kukutawala. Nimekwambia hofu ni roho na Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu. Roho wa Mungu hawezi akakaa mahali pamoja na hofu ikakutawala. Mtu wa Mungu, hiki kitu nataka nikuhakikishia, nimekipractice na nimekiona. Hata yule mtu ambaye ni muoga, uoga tu wa kawaida, uoga sio wa maisha, uoga wa giza, huyo mtu afundishwe tu kuomba, alafu aanze kunena kwa lugha. Polepole huo uoga unaondoka. Hofu inakata kabisa kwenye maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu amepalilia kuongozwa na Roho Mtakatifu. Amepalilia kuwa na ujazo wa nguvu za Mungu ndani yake. Automatically hofu inapoteza mamlaka na madaraka juu ya maisha yake. Mtu wa Mungu, I hope kuna kitu nimekupatia. It is my pleasure kuweza kuyahudumia maisha yako. Kama haujafanikiwa kusubscribe kwenye hii channel, kama haujafanikiwa kuweka comment hata moja hadi sasa, hebu nikuombe uweza kufanya hivyo. Natamani kuweza kuwafikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo kama utapata neema ya kushare ujumbe na mtu mwingine, mtumie linki, mwambie sikiliza hilo somo mtu wa Mungu ameliposti hapo. Lakini subscribe, comment, share kwa wapendo wako. Mungu akubariki, Mungu akulinde, Mungu akutunze. Paka pale tutakapokutana kwenye session nyingine, uendelee kuwa salama.